Asante Bwana Spika kunipa fursa hii. Nataka kuungana na maseneta wengine kuleta risala zangu za rambirambi na za watu wa Laikipia kwa familia ya mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga. Bwana Spika, inapaswa ikumbukwe wazi ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga yeye ndiye amepigania ugatuzi kwa hali na mali, kwa sababu yeye mwenyewe alijua ya kwamba Wakenya wote wanapaswa kupata huduma, na ndiposa akawa mstari wa mbele kupigania ugatuzi. Na katiba hii tunayojivunia wakati huu alikuwa katika mstari wa mbele kuipigania. Kwa hivyo tunamkumbuka kwa kujitolea kwake. Bwana Spika, vile vile inapaswa julikane wazi vile ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu Raila Odinga alivyopenda wananchi. Na ni dhahiri shahiri Bwana Spika, kwa sababu hata siku ya leo kutoka katika uga wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta moja kwa moja mpaka katika uwanja wa Kasarani, kila mahali unapata kumefurika bila watu kujiuliza ama kuchoka, kwa sababu walianza kupanga hizi foleni asubuhi na mpaka wakati huu wako pale pale kwa sababu ya upendo walionao, kwa sababu yeye mwenyewe alionyesha upendo na kujitolea. Bwana Spika, kwa upande wa mazingira hakuachwa nyuma, kwa sababu inakumbukwa vizuri katika huu msitu wa Mau yeye alijitolea na kusema ya kwamba mazingira yanapaswa yalindwe, na akajitolea kimasomaso, hata akaenda huko kupanda miti. Kwa hivyo ni mtu aliyependa nchi yake na vile vile mazingira. Bwana Spika, yeye amekuwa ni mwanaharakati ambaye amepigania nchi hii iweze kupata demokrasia. Bwana Spika, alipigana nchi hii ilipokuwa na chama kimoja cha kiimla, akapigana mpaka tukapata vyama vingi. Bwana Spika, kwa hivyo hilo ni jambo lingine lake ambalo linakumbukwa na Wakenya, ndiposa wanahuzuni katika kila pembe, kwa sababu amemuuza mtu kwa kiwango chake. Bwana Spika, tunajua kwamba amepitia katika masaibu mengi kwa sababu ya wananchi wa Kenya, na hakuchoka, alijitolea mpaka mahali alisema hata kama ni maisha yake yachukuliwe, lakini yeye atabaki mstari wa mbele kutetea mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo sisi kama viongozi, kile tunapaswa kujiuliza Bwana Spika, laiti ingelikuwa ni sisi, tutakumbukwa kwa njia ipi kwa yale mambo ambayo tunayofanya? Kwa hivyo msimamo wake na miaka mingi ambayo amekuwa katika mstari wa mbele kutetea demokrasia na kutetea wananchi wa Kenya, tutakumbukwa vipi? Vile vile Bwana Spika, alipopata wadhifa wa waziri wa barabara, inaonekana wazi mambo aliyotenda. Thika Super Highway Bwana Spika, vile vile kupanua barabara ukitoka katika uwanja wa ndege ukielekea Southern and Northern bypass, zile kazi alizofanya. Kwa hivyo alipopatiwa jukumu alifanya bila kuangalia nyuma, na vile vile akateuliwa hata katika Afrika nzima kuwa anaangalia mambo ya barabara Bwana Spika, kwa sababu alionekana ni mtu ambaye hakuzembea katika kazi aliyopewa. Kwa hivyo tumempoteza kigogo wa siasa ambaye amewacha alama katika nchi hii yetu kwa kazi ambayo imeitenda. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia familia yake, chama cha ODM, ya kwamba Raila ni kiongozi ambaye kila mtu alimjua ni kiongozi chupavu. Hata ijapokuwa tulikuwa katika mashindano naye, sisi ni ndugu na dada. Yale yalikuwa mashindano, kwa sababu Kenya ni moja na sisi sote tunapaswa kuendelea mbele. Bwana Spika, nakumbuka kwa uchungu mwingi, kwa sababu ni juzi tu Mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu alitembelea Laikipia alipokuwa amekuja mazishi ya Mheshimiwa Matthew Rembruken ambaye alikuwa ni mbunge wa Laikipia ya Kaskazini. Kwa hivyo ni kwa uchungu mwingi sisi kama Wakenya tukimuomboleza shujaa. Tunakumbuka waliposimama na akasema Kibaki tosha. Alitembea sehemu nyingi za Mlima Kenya na alipewa jina la Kikikuyu
kusema jamba, ambalo najua Medho atakapokuwa akichangia atasema jamba inamaanisha nini na Kikuyu, kwa sababu hilo ni mtu ambaye tulimdhamini sana na tukampenda kwa yale mambo alivyofanya. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi sitaki kuongea zaidi ya hapo, ni kusema tu Mungu aiweke roho ya mheshimiwa mahali pema peponi, na tutamkumbuka, na mambo aliyofanywa itaandikwa katika kumbukumbu na itaandikwa na wino usiofutika, ndio tusije tukafuta au kusahau. Na tukienda kusahau tutakuwa tukisoma zile daftari na tunakumbuka kuna Mkenya ambaye alikuwa mashuhuri, alisimama wima kidete kutetea hali na mali ya Wakenya. Asante Bwana Spika. Senator Eric Mogeni. Yes, thank you, Mr.